Katoto ka Yesu kachanganyikiwa, amepata uchungu mzito. Tumsikilizeni huyo hapo. Kabla kumsikiliza, tafadhali bonyeza alama ya jumlisha na ushare kwa watu wengine wapate faida, kisha tutamzungumza katoto ka Yesu, tutamjibu kupitia maandiko. Huyo hapo, msikilizeni. Kwenye ile video yangu ambayo imepita nimesema kwamba huenda Mwalimu Ndacha akawa amenunuliwa kama vile ambavyo walifanya kwa Mwalimu Po. Unajua mara ya mwisho alivyokuwa kwenye live hiyo majuzi, alivyokuwa kwenye live alikuwa Mwalimu Kinyogoli pale. Anasema anamwagiza Mwalimu Kinyogoli aende akawaambie waadhiri wa Kiislamu waungane kwa pamoja kupinga utatu wa mhubiri Mungu wa kweli mmoja. Mimi nikamwambia, nikamuuliza Mwalimu Ndacha, wewe ndio umenifundisha mimi kwamba huyu Mungu wa Waislamu sio Mungu wa kweli, ni Mungu wa uongo, sio Mungu wa kweli, sijui ni majini, sijui ni nini, umenifundisha wewe. Inakuwaje tena leo unasema hawa ambao ulithibitisha kwamba Mungu wao ni wa uongo, unawaomba waje wakusaidie kuhubiri Mungu mmoja, wakati hata wao huyo Mungu wao wanaoabudu ni mmoja, sio wa ukweli? Aliniambia, vipi wakikuthibitishia kama wanaabudu Mungu wa kweli? Watu ambao walikuwa kwenye ile live wanajua. Vipi wakikuthibitishia kama wanaabudu Mungu wa kweli? Leo Mwalimu Ndacha wewe ndo wa kuongea hivyo kwamba vipi Waislamu wakinithibitishia kama Mungu anayemwabudu ni wa kweli, wakati tokea unaanza kuhubiri kuhusu Uislamu mpaka leo ulikuwa unahubiri kwamba Mungu wa Waislamu ni wa uongo. Kwa hiyo kumbe Mungu wao ni wa kweli, na yale ambayo ulikuwa unaongea wewe ni uongo, vile vitu ambavyo ulinifundisha mimi. Mimi naona Mwalimu Ndacha, kazi ambayo umefanya kwenye Ukristo ni kubwa. Hakuna Mkristo ambaye hajui hili. Lakini kwa haya makosa ambayo umeyafanya tena ni makubwa, yani unaharibu kila kitu ambacho ulikifanya. Yani hata wale ambao walibadili dini kuja kuwa Wakristo kwa sababu ya mafundisho wako, sasa hivi unawapa ile kwamba labda tulikosea. Kwa nini anaongea hivi? Labda tulielewa vibaya. Yani unaharibu kila kitu ambacho ulifundisha. Mungu akusaidie. Kama sio issue ni pesa, maana kama ni pesa unaweza kuwa unajua ukweli ukafunika. Lakini kama sio issue ni pesa, kaa tafakari, jitulize. Hebu muulize huyo Mungu ambaye unasema amekutuma. Hebu muulize tena vizuri. Maana Biblia inasema hata shetani huaga anajigeuza kuwa malaika kama malaika wa nuru. Hebu jitafakari, huyo Mungu ambaye amekutuma kuja kufikisha injili yako kwa namna hii ni Mungu wa kweli? Jitafakari tuwe mwenyewe. Yani kadri ya siku unavyozidi kutetea hoja yako ndio unazidi kuharibu. Mgogoro wa ishu ya uungu katika Biblia, sijui kama ngao utafika mwisho. Katoto ka Yesu anamshtumu Mwalimu Ndacha, anatumiwa na Waislamu. Eti anasema aliwahi kutumwa na Mwalimu Kinyogoli akawaambia Waislamu kwamba wapinge utatu mtakatifu. Hata Biblia yao wenyewe haijaonyesha kwamba kuna utatu mtakatifu. Maana yake Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Katoto ka Yesu huyo hapo. Kabla ya kuendelea, jamani, kwanza hebu ni follow, alafu share hii video kwa watu wengine ili wapate faida. Hakuna Trinity ndani ya Biblia. Unapoisoma Biblia utakuta kwamba Mungu anayepigiwa debe ni Mungu mmoja tu pekee, kuanzia Agano Jipya hadi Agano la Kale. Mungu wa pekee na Yesu Kristo aliyetumwa. Katika amri 10 kuna Mungu wa pekee. Hivi leo mnashikilia utatu mtakatifu. Kwa nini Biblia mnaitia vikwazo sana? Kwa nini Ukristo mnautia vikwazo sana? Ishu ya uungu haistahiki kuwa na vikwazo. Mkiona ishu ya uungu ina vikwazo ndani ya kitabu cha dini, basi ujue hiyo si dini. Hakuna dini ambayo ina mgogoro katika ishu ya uungu kama si dini ya Kikristo. Ukiona Ukristo au dini yoyote ina mgogoro katika ishu ya uungu, hiyo si dini. Kwa sababu ishu ya uungu ni ishu nyeti sana, ni ya upekee wa Mungu mmoja ambaye ajitape
awe na nguvu, awe na sifa, asionyeshe udhaifu ndani ya mafundisho yake kupitia manabii. Lakini leo anaonyesha udhaifu ndani ya Biblia kwa kusema eti kuna utatu mtakatifu. Kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Ni watatu. Eti wanasema amegawanyika katika nafsi tatu. Unaposema neno nafsi linajitosheleza yenyewe ni nafsi, only one nafsi. Unaposema nafsi tatu ina maana ni waungu watatu. Halafu mnatuambia Mungu mmoja. Kuna baadhi wengine wanatuambia Mungu mmoja amegawa katika nafsi tatu. Huwezi ukajigawa katika nafsi tatu hali ya kuwa kitu kimoja. Nafsi imejitosheleza, ni kama kiumbe. Ina maana ukisema nafsi tatu itakuwa Mungu watatu. Sasa katika Biblia hakuna Mungu watatu. Katika Biblia kuna Mungu mmoja wa pekee na Yesu Kristo aliyetumwa. Katoto ka Yesu anaumia sana. Hivi mimi unavyoniona hapa, mimi ni Muislamu. Biblia ikisema ukweli mimi nakubali, na ikisema uongo sikubali. Biblia kama hamuijui imegaika katika makundi mawili. Kuna Agano Jipya na Agano la Kale. Agano Jipya ndani yake kuna mafundisho ya Bwana Yesu, maneno ya Bwana Yesu yeye mwenyewe, na kuna mafundisho na maneno ya watu yanayotokana na fikra zao na akili zao na mitazamo yao. Halafu tunasema chochote ni kitabu cha Mungu. Ni uongo mtupu. Toka lini kitabu kikawa na maono ya watu, fikra za watu kikawa kitabu cha Mungu? Hakuna. Kuna maneno ya Yesu ambayo ni red letter, na kuna maneno ya watu ambayo ni black letter. Black letter ndiyo iliyosababisha mkanganyiko na mgogoro ambao ilitokana na mawazo ya watu. Hata kama kuna baadhi ya aya, wanasema kwamba Yesu yeye alisema mnapowabatiza watu semeni kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hajasema kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, kuna Mungu Roho Mtakatifu. Ni uongo na ni uchimvi. Mungu ni mmoja. Vitabu vyote vinakubali kwamba Mungu ni mmoja. Katoto ka Yesu, soma Biblia kwa ajili ya kuelewa. Usishambulie mtu eti kwa sababu anapinga kile ambacho hakijatajwa ndani ya Biblia. Mimi nitapinga kitu ambacho hakijatajwa ndani ya Biblia au hakijakubalika ndani ya Biblia, ndani ya maneno ya Yesu, lakini ndani ya Qur'ani vile vile. Na tukitafsiri hasa katika Uislamu utatu, Shetani alikuwa ana majadiliano na Mungu akitoa ahadi kwamba atawapoteza watu, atawakalia mbele yao, nyuma yao, kuliani kwao na kushotoni kwao. Huo ni msalaba. Hapo nyinyi mukachukua fikra zenu mukaweka utatu mtakatifu, na katika hisia zenu mukakubali kwamba ni utatu mtakatifu. Msalaba. Yani wengine wanavaa misalaba mpaka kwenye kifua. Yani inamaanisha ndo ucha Mungu katika Ukristo. Kumbe ni laana. Ile ni laana. Ukisoma historia utakuta kwamba kumbe msalaba ni laana. Na kama msalaba ni laana, Qur'ani inasema Shetani anachukua ahadi atawakalia nyuma yao, mbele yao, nyuma yao, kuliani kwao na kushotoni kwao. Huo ni msalaba. Hiyo ni laana, ni Shetani. Ndacha anapokuambieni kwamba huu ni ushoga, msimpinge. Yeye ameshaona. Katoto ka Yesu, jifunze